Mandala kubwa zaidi tunaizungumza michezo. Kiwango cha Yakubu Suleiman kimeendelea kuwa mjadala mkubwa sana. Kukosekana kwa Musa Pinpin Kamara, wanasimba wameanza kujiuliza maswali mengi sana. Mandala upo vizuri? Niambie ndugu yangu. Shwari. Kama kaa upo vizuri? Siku hizi interview za siku hizi za kutulia za kupoa. Za uchambuzi. So unajua sasa hivi tushasomea mpira. Niambie. Tuanze na hili. Yakubu Suleiman ameendelea kuwa mjadala mkubwa sana kwenye kile ambacho kimetokea katika mchezo wa Taifa Stars kuruhusu magoli 4, lakini inasemekana kwamba ama wanasema kwa macho yetu ya nyama tuliyoyaona ni kwamba amefanya makosa ya kizembe sana. Ni kweli Yakubu Suleiman kuna makosa ambayo anafanya yanaigharimu baadhi ya mechi? Kweli kafanya makosa, ameonekana kila mtu kayaona, lakini kumbukeni mpira ni mchezo wa makosa. Mchezaji jinsi anavyoamka kwa siku, kuna ile tunasema siku mbaya ofisini, unaweza ukaamka siku hiyo kwako ni changamoto, kwa sababu Yakubu Suleiman ambao unamzungumza tulimuona performance kubwa katika timu ya taifa katika tena michuano. Mechi ya jana ni ya kirafiki, lakini katika michuano ya nini iliyopita hii tukumbushane kidogo, aliperform vizuri, akajizolea umaarufu mpaka Simba tukamtaka kupitia michuano ya CHAN na timu hizo hiyo ya taifa aliperform vizuri. Mimi siwezi kumhukumu kwa mechi ya jana kwa kudaka kwake vibaya, na siwezi kusema kwamba katufurahisha. Kweli alidaka chini ya kiwango, alifanya makosa ya kizembe, lakini huyu Yakubu alifanya vizuri na tulimuona akiwa akiperform ndani ya Simba, mechi za kiushindani ndani ya klabu ya Simba akidaka vizuri. Kwa hiyo mchezaji akifanya mistake ndani ya mechi moja au akifanya mistake za kibinadamu, sio muda sahihi wa kwanza kumhukumu huyo mchezaji. Tuzungumzie hapa kabla mchezo wa hapo jana. Kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa kikubwa kwa Yakubu Suleiman, matatizo yake yameonekana kwa muda mrefu ni kutokuwa na stamina nzuri kwenye miguu yake, namna ya kucheza na miguu yake kama ilivyo kwa Pinpin Kamara. Story kubwa inakuja, Kamara nje wiki 8 hadi 10, nje ya kikosi cha Simba namna michuano mikubwa. Tatizo limeendelea kuonekana kwa Yakubu Suleiman, wasiwasi umeanza kwa mkubwa kwa mashabiki wa Simba. Mandala, mimi sioni kama kuna wasiwasi, na ndio maana nimesema hata Pinpin Kamara kuna baadhi ya mechi yuko anafanya makosa tena akizembe na tunaadhibiwa. Huyo Pinpin Kamara, sisi ni binadamu, hatujaumbwa kwa ajili ya kufanya mema tu. Binadamu tumeumbwa kwa makosa. Kwa hiyo huyo Yakubu hawezi kufanya kila siku akaperform akawa kila siku akawa yule. Mimi naamini ni mchezaji, ni binadamu pia. Kuna siku anamka vibaya, anacheza chini ya kiwango. Hata akiwa kipa aina gani, tunaomwamini sisi. Hata Diala nani, kuna makosa atafanya kibinadamu. Huyo Diala ambaye tunasema kipa bora, alifanya makosa ya kizembe akazibua goli 3 na Tabora msimu uliopita. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu hata siku moja. Hata dakika moja siwezi kumlaumu. Hata sekunde, sio dakika, hata sekunde moja siwezi kumlaumu. Nini abadilishe kwa namna ambavyo umetazama? Ni kweli umesema huwezi kumlaumu, makosa yanatokea, lakini kuna yale makosa ya kujirudia mara kwa mara ambao unaona haya yakiendelea basi atawagharimu. Mnaelekea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Aongeze umakini, amsikilize mwalimu akiwa uwanjani, asisikilize maneno ya mitandaoni, asiangalie, kwa sababu sasa hivi ndugu zetu Yanga ndio sehemu sahihi ya kumpa pressure. Kwa hiyo Yakubu asidili na mitandao wala asipate pressure. Sisi wana Simba tunamwamini na yeye ni kipa mzuri. Timu ya taifa ndio tumesababisha sisi tumuone na kumchukua. Timu hiyo ya taifa ndio imetupa sisi matumaini, na tunajua yeye ni binadamu, kiwango kinapanda na kushuka. Kwa hiyo asisikilize maneno ya mitandao na sija kaingwa na pressure, kwa sababu watani zetu hapa wanatumia mwanya kumpa pressure ili akafanye vibaya katika michuano ya kimataifa. Tunamwamini ni kipa mzuri, naamini Yakubu ni kipa mzuri na ana uwezo mkubwa. Ikiwezekana kuazidi hata makipa mnaongelea nyinyi, inatokea mistake kweli na makosa madogo anatokea kama binadamu. Aongeze umakini, azingatie na afikirie, ajue anaenda katika michuano mikubwa ya klabu bingwa na Simba timu kubwa. Wamemkumbuka Manula baadhi ya mashabiki wa Simba kwamba Aheli angebaki aishi Manula kwa kipindi kile. Hata Manula kuna magoli tunafungwa kizembe kama binadamu, ni kipa mzuri. Huyo Manula kuna magoli tunafungwa kizembe. Huyo Pinpin kama tunafungwa kuna baadhi ya magoli ya kizembe. Pinpin kama anafanya makosa ya kizembe. Huyo Diala wa Yanga kuna makosa kibaya kizembe amefanya. Ni binadamu. Kwa hiyo mimi siwezi kumhukumu mtu. Ni pressure mpira Tanzania. Simba na Yanga tulivyo sisi. Umeona jana Yanga amefungwa mechi ya kirafiki, kisi lazima tuongee. Yaani sisi tulivyo Simba na Yanga tunaangalia ulipoteleza. Tupate pa kuongelea na sisi. Ndio tulivyo. Kwa hiyo mimi siwalaumu Yanga wala sio walaumu wanavyomtania Yakubu. Ndio maana msi Yakubu asisikilize maneno ya mitandaoni. Wana Simba sisi tunamwamini na tunajua uwezo wake. Haya ni maneno ya maisha Simba na Yanga. Yaani Simba na Yanga ukiteleza kidogo watu wameshika bango, wamenyoosha hivi. Ndio Simba na Yanga tulivyo. Ukiangukia hapo watu wameinuka na bango, ndio tulivyo. Sisi jana Yanga hapa amefungwa jana. Au nyewe kuwepo hapa mjini.
Taarifa na hiyo. Sio taarifa. Sio taarifa. Jana Yanga amefungwa. Na kwenye peji na tulitaka tunyamaze. Kimewawasha wakaamua waweke kwenye peji. Sisi tuliamua tusiongee yani kwa kweli tulifumba macho sisi ndio. Tuliona mechi ya kirafiki, tufumbe macho tusiongee tumejificha hivi. Kimewawasha wakaamua wapandisha haya. Kama imepandisha tu tusemeje? Tumesema sadaka Allah. Tukaanza kuongea na sisi. Jana amefungwa. Jana amefungwa. Kichapo dhidi ya KMC. Sio yani jana amefungwa. Mechi ya kirafiki. Maana kuna kichaka chao amejificha mechi ya kirafiki. Hapa tuangalie mechi ya kirafiki. Kwa nini imekuwa mechi ya kirafiki? Muangalie kiwango chenu. Labda hapa aelewe, wasitafute kichaka. Mechi ya kirafiki sawa. Nyinyi ndio mmetaka urafiki, muangalie kiwango chenu cha timu yenu, mwenendo wake. Je, performance yenu uwanjani ipoje? Mnaenda mnafungwa tayari na unakuja Mwanga unaonekana kuna poor performance ipo chini zaidi kwa sababu paka mechi za kirafiki wanafungwa. Mechi ya kwanza kirafiki na TRA umetoa sare. Mechi ya pili kirafiki wanafungwa. Tayari unaona uwezo wa timu yako ni mbovu. Na usitafute kichaka. Hiki kichaka nyinyi ndio mmetaka mechi muangalie uwezo wa timu yenu ndio maana mmeomba mechi ya nini? Ya kirafiki, sio mazoezi. Na hii inatoa taswira gani kwa kuelekea mechi zao za kimataifa? Mwanga wanashangilia huku kipa nani ya kubwa na daka vibaya timu yao inafungwa. Kuna michuano ya klabu bingwa hapa mbele. Wana kundi baya. Kwa wao na uwezo wao. Na hii ndio itakuja ile sehemu moja muelewe. Kwamba sisi tunaposema labda mimi mara nyingi napenda kutumia kauli. Kundi la Yanga sio gumu kama mnavyofikiria. Ni kundi jepesi sana. Yaani kundi la Yanga sio gumu kama mnavyofikiria, ni kundi jepesi sana. Kulingana na quality ya kikosi cha Yanga kilivyo, lazima ile kundi lione gumu. Quality ya kikosi. Shida ni performance ya timu ilivyo. Lile kundi kwa timu yenye quality kubwa sio gumu. Na kundi la Simba sio rahisi kama mnavyofikiria, ni kundi gumu. Kwa quality ya Simba ilivyo lazima kundi lione rahisi. Umeelewa vizuri? Kwa mfumo kama wa Yanga jana anapoteza mechi ya kirafiki na KMC, mechi ya mambo ya kirafiki tayari tunaona kama performance ipo chini. Lakini wanasema waliweka wachezaji ambao huwa hawapati nafasi ili mwalimu aendelee kusoma kikosi chake vizuri. Sawa, wamesajiliwa na timu gani? Wale Mtibwa au na Mungu? Sasa sisi tusemeje? Sisi tu ndio wamesajiliwa na timu gani wale? Wewe Salome timu gani wamesajiliwa? Yanga. Sikilizeni nyinyi waandishi. Mimi kasi napaga elimu, Salome nakupa elimu, Singano kila siku napaga elimu. Nyinyi kazi yenu ni uandishi. Kazi ya uandishi utakiwa kufanya hivi. Usiseme wanasema eti no. Pointi ni moja, jana imefungwa Yanga. Jana Yanga imefungwa. Na KMC imecheza imefungwa Yanga. Mechi ya kirafiki. Mechi ya kirafiki. Na uzuri nilichopenda mimi kuposti kwenye peji yao. Basi niko sina shida nao. Basi kwa kweli. Wameweka pale imeandika tumefungwa, basi. Wangeficha na wameposti kwa sababu Simba sisi tushai kupostigi mechi ya kirafiki tumefungwa. Na nani ilikuwa Al Hilal. Ni bora ufungwe na timu kutoka nje kuliko ufungwe na timu kutoka ndani ya ligi kuu mechi ya kirafiki. Ni aibu. Lakini mechi iliyopita tu walitoka kucheza na KMC na walishinda. Aibu hiyo ligi. Naongelea aibu. Sisi tumefungwa mechi ya kirafiki na timu kutoka wapi? Al Hilal Sudan. Yanga amefungwa mechi ya kirafiki timu kutoka wapi? KMC Tanzania. Basi aibu. Aibu sio swala la inaonyesha wazi kwamba jinsi gani Yanga hawezi kustago katika ile michuano. Never. Mandala, tukiachana na hilo, mnyama Simba aliyempa tabu kushinda 2-1 amemkunguta mabao 6 mchezo wa kirafiki. Pantev anaendelea kutambaza kichapo. Pira PlayStation, football for PlayStation. Mabomu yanaendelea kusukwa inaonekana. Wewe nyinyi nakwambia kweli nyinyi Simba msichukulie kawaida. Wewe Salome na waonya waandishi nyinyi msije mkaandika nakala zenu katika mitandao ya ovyo kuhusu Simba, itakuja kuwaumbua, mtaumbuka. Msijaribu hata siku moja Simba hii muiache. Simba ina super bonge ni timu moja linatenga. Muone ile Pantev alivyo. Anatafuta mifumo ya ushambuliaji tu muda wote, timu hiyo inashambulia hivi. Kama lijibu wako ndio lijibu la kizungu lile ulimi hili. Umeona pia kwenye peji ya Simba amepostiwa Elim Panzu na wakasema mwamba amerejea upya. Kazi imeanza upya. Mpanzu anaitwa Mpanzu Gravity Person People International Football. Mpanzu Gravity Person People International Football. Mpanzu ni mchezaji pekee ana kila kitu katika miguu yake. Yaani je, Mpanzu sio alirogwa hapa katikati? Karogwa sio amefanya nini tukafikiria tukaenda kumpeleka kwa shehe tukaenda kumsomea kunuti. Karudi huyo. Mpanzu is back. Hatari yule mjomba kirudi yule Mpanzu mmoja kiama. Kiama.
yani Mpanzu alimpatia alimloga katikati hapo. Karudi tushaenda kumsomea kunuti karudi. Kazi ipo msemo. Yani huko una Mpanzu, huko una Morris Ibrahim, mbele una Kibu, kule juu na hilo lisoa limekaa mbele ni sheli linaswalisha. Alafu mnauliza mnataka mnasemaje? Tunauliza mnasemaje yani? Yani kuna Mpanzu Graffiti. Hapa katikati una Morris Ibrahim, hapo Morris ana namba 10 hapo. Huko pembeni una Mtare. Kule juu una Swafu, mnauliza mnasemaje? Mnataka nini? Kwenye benchi sasa kuna lisemane mwalimu limekaa hivi. Kuna Limaema limekaa hivi na kuangalia. Kuna Likibu limekaa hivi. Hiyo Simba. Haya mjomba huyo hapo. Mjomba huyo hapo kashainuka. Niko mnamtaka wewe Mjabiri anaumwa na mahatari kashaamka msemaji. Tunaangalia yani mashabiki Simba tunatafuna bigiji. Huu ndio msimu wa Simba. Ukija katika uwanja wa Simba unakuta getini pale. Uwanja wetu wa nyumbani wa ligi kuu. Pale wewe jifunzeni, nene mkajifunza Kiingereza. Jifunzeni Kiingereza. Hasa ukija hapa unakuta speaking English only. Don't mix another language. Yani ukiingia kwenye majukwaa unakuta hey come no problem no. Simba kizungu yani kama Man City. Pira tatuli inaingia pira ma English. Yani sisi sio pira ma English, Simba mfumo wake. Sasa hivi ukija uwanjani ni Kiingereza tu. Don't speak in Swahili language. Speak in English only. Yeah. Kama Man City timu ilivyocheza ilivyo. Kwa hiyo sio kama Ulaya. Kwa hiyo ukija kama umeisha si nini uko hata English course hujasoma kazi unayo. Na Jumapili mnaenda kucheza mkiwa tayari mmejua hatima ya Young Africans mchezo wa kwanza. Yanga Jumamosi, Simba wameposti ni Novemba 23. Mnaenda kucheza mkiwa mmeshajua hatima ya Yanga, mchezo wa kwanza umetokaje? Sisi hatumwangalia Yanga, sisi tunajua ngoko la Yanga liko wapi. Sisi tunajiangalia sisi. Yaani Yanga sasa ngoko lake tushaliona. Sisi tuna maono tushamuona tayari Yanga anaishia wapi. Kwa sisi hatuna muda tena kujaji Yanga. Yaani timu hapa angalau tu discuss Azam kidogo tu na Mungo nani huyo Singida ndio timu za kudiscuss. Mimi Yanga sasa sitaki nimuongeleshe. Wamekimbia wenyewe uwanjani wamejitoa wameenda kwa shajitoa. Watu watatu waliojitoa hawamo. Kabakia wanaobaki kwa Mkapa ndio yupo. Shukrani bana. Watatu waliojitoa pale. Hawamo. Yani tunafuta hiyo. Kisha na gari wewe anafanya hivi. Nyinyi ndio mnahesabika. Sasa wamejitoa wenyewe wameungana. Unajua kuna muda mmekaa hivi maskini wote afu tajiri mmoja basi maskini wanajengua na mwacha tajiri ndio walichokifanya. Kwa hiyo wamejengua wamekimbia huko. Wametuacha sisi tunatamba. Bana Mandala shukrani sana. Nashukuru.